Bwana mambo vipi? Hii ni Kona TV. Kona TV. Kona TV. Uko na Leila Queen hapa aka Signora, na hatimaye tumefika Kange College. Sipo peke yangu, niko na timu ya kikosi kazi cha Kona TV. Bwana mambo vipi? Wanaita Mtumbaga Bashira the Sky Caves of Us. Bwana tupo ndani ya Kange College. Kipindi kutoka kwenu ni The Plug Campus Tour. Tunakiwasha ndani ya Kange College season 1 ndani ya Tanga. Sipo peke yangu, yupo Leila Queen, lakini pia kwenye gari yupo mwenzangu hapa. Sasa what's going on? It's your boy the guy San Lazarus, of course. The Plug Campus Tour inaanzia hapa Kange. Get a straight kana sisi. Yes sir. The Plug Campus Tour. Leo tupo chuo cha afya Kange kuelekea kipindi chetu cha The Plug Campus Tour. Tunatembelea vyuo vyote vya Tanzania na tumefika chuo cha afya Kange. Lakini kabla kuanza kipindi chuo cha afya Kange, tukaona sio mbaya tukaanza kumhoji au kuonana na mkuu wa chuo cha afya Kange. Je, ungependa kumjua wenzetu? Mkuu, shikamoo mkuu. Marhaba kijana wangu. Habari za leo? Tunashukuru Mungu, tunaenda salama. Asante sana. Karibu kiti. Asante sana mkuu. Kwa majina anaitwa Dr. Nurdin Mohamed Mgaza. Tunaweza kupata historia kwa ufupi, historia ya Kange, chuo cha afya Kange? Kilianza kwanza mwaka 2022. Okay. Kikiwa na kimesajiliwa na ithibati kabisa kupata namba ya NACTVET 0761. Sasa ikiwa kimesajiliwa na tuna kozi 9 katika chuo hiki. Mojawapo ni clinical medicine, natoa diploma hiyo, na nursing na midwife. Ndio. Tunatoa pia kozi ya pharmaceutical science, pia medical laboratory. Okay. Tunatoa pia kozi ya radiology, radiography. Pia tunatoa kozi ya clinical dentistry na pia electrical engineering tunatoa, pamoja na information technology, na nyingine ya mwisho ni ya social work. Huyo alikuwa ni mkuu wa chuo cha afya cha Kange College hapa mkoani Tanga. Ametupa historia kwa ufupi ya chuo, lakini pia ametupa baadhi ya kozi. Wana kozi takriban 9 hapa Kange College. Nasi tumepewa pia ruhusa ya mkuu kuweza kuendesha kipindi hiki cha The Plug Campus Tour hapa mkoani Tanga. Kiukweli mkuu, asante sana kwa kutupa ruhusa hii. Ya, asante sana. Asante sana mkuu. Asante sana. Hiki ni kipindi chako pendwa, The Plug Campus Tour toka Kona TV. Asante. Kwa majina ninaitwa Mwanaidi Bakari, ni afisa masoko wa chuo cha afya Kange. Karibuni sana jamani katika chuo chetu. Chuo chetu kama mlivyokiona ndio kizuri, nimependa mandhari zake. Yaani tumepapenda sana, na kiukweli tuseme tu ukarimu wako ndio umezidi kutufurahisha. Basi tunawakaribisha zaidi. Kwa majina ndo nani brother? Kwa majina naitwa Hassan Omari Nyomboke. Hassan Omari Nyomboke. Nyomboke. Unasomea kozi gani? Nasoma medical laboratory technician. Medical laboratory technician. Yeah. Ilikuwa ni moja ndoto yako au ilitokea tu kusoma huko ile kusukuma na wazazi? Ilikuwa ni moja ndoto yangu. Maana kuna baadhi ya watu wanasoma kozi mzazi anambia sababu baba ni mwalimu, nenda kama mwalimu. Sababu ni nesi, ndio kama nesi. Au wako ilikuwa ni ndoto yako? Ilikuwa ni ndoto yangu tangia nipo mdogo. Okay, unajivunia nini kwenye kozi yako mpaka sasa? Kitu ninachojivunia after hapa kutoka katika mazingira ya hapa chuo nipate kuweza kurudi mtaani ili mradi niweze kuwahudumia wananchi wangu wanaonizunguka. Asante sana. Asante. Nani pa mkali maswali. Nani ambaye tukimbiza kwa darasani tunamtaka? Ni nani hapa? Yaani kila kwenye kozi yeye nipo juu kidogo. Mtaalamu wa afya nini? Nani hapa? Ni yupi? Tuna swali lake dogo tu hapa. Ni yupi? Kwa Mr. Chazi hapa. Mr. Chazi anasema yuko vizuri. Hebu ndio sile mafanikio ya kuwa na kimbiza kwa darasani nini? Yani tunasema tu ni ufundi. Yani ni mbinu au namna ambayo mtu unakuwa mfuatiliaji wa mambo mbalimbali hasa kiacademic. Mr. Chazi unasoma kozi gani? Medical laboratory. Medical laboratory. Lengo lako na ndoto zako kubwa ni nini? Yani ni kuja kuwa mtaalamu mkubwa wa afya baadaye kwa siku za mbeleni zijazo. Ni kitu kizuri sana kuja kuwa mtaalamu wa afya. Unajua kitu cha afya, msingi wa binadamu kwanza ni afya. Kwa hiyo hongera sana. Nashukuru.
Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa level hii niliyofika, maana si rahisi. Kwa zaidi na zaidi ni kumshukuru Mwenyezi Mungu ambao tumeweza kufika mahali hapa kwa kiwango hiki. Kwa yote tumwachie Mwenyezi Mungu. Bwana, huyo ni Chazi. Maksi gani kubwa ambayo ulipata mpaka leo hujawahi kufikia? Ilitokea mara moja tu japokuwa unaongoza watu hapa. Kama Zari unasema yani. Kwa hapa chuoni. Kwa hapa chuoni ilikuwa ni 98. Ulipata 98. Utumia ChatGPT? Hapana. Mambo ya AI? Hapana. Bwana, shukrani sana. Asante sana. Bwana, huyo ni Chazi. Huyu bwana ndo anakimbiza hapa. Tukamwambia sile mafanikio nini? Lazima nikujisomea tu kwa bidii na ukumbuke nyumbani kule daiwa nijenge nyumba na vitu kaza. Kwa hiyo jamaa anakaza. Max yake kubwa zaidi 98, lakini hujamjua max ndogo zaidi ni ipi? Max ndogo ni ipi kipata? Max ndogo. Max ndogo chini zaidi. Sikumbuki. Ukumbuki? Unajua kuzungusha? Sijawahi kuzungusha. Hujai? Sio karibu vipi? Bwana sijawahi. Bwana ndio kuzungusha na sasa. Huyo ni Chazi. Kwa upande wa binti hizo. Binti gani yake leo anatusumbua kwa darasa. Nimeona huyo hapa. Okay. Kama toka na mimi. Okay. Niko na binti right now. Kwa mimi, hi. Uko poa? Nimefurahi sana wanafunzi wako wanakupa shout out sana. Beatrice. Tupo kwenye era ambayo teknolojia inakuwa kwa kasi sana. Kwenye hiyo zone teknolojia inakuwa kwa kasi sana. Nataka nijue faida na hasara za ukuaji wa teknolojia kwenye chuo chenu, au binafsi unatumiaje ukuaji wa teknolojia? Ukiongelea kuhusu swala la mitandao, kwa kiasi lina faida katika kusoma, kwa sababu unakuwa unapata vitu vingine muhimu ambavyo hata mwalimu anaweza akawa hajavifundisha. Sana ukiingia kwenye upande wa Google, ukiwa una search baadhi ya vitu, unapata vitu vingine vikubwa ambavyo vipo wide. Unakuwa unavipata. Kwa hiyo inakuwa unafanya unachokuwa unakisoma, unakuwa unapata majibu ambayo ni mapana zaidi. That's right. Biti inaonekana ni maarufu sana hapa darasani kwenu. Kwa nini? Hiyo inaweza nikaa ni kwa sababu labda ni kiongozi pia katika darasa. Okay, wewe ni kiongozi wa nini? Mbunge wa darasa la maabara MIT level 4. Shout out mbunge wetu hapa. Asante sana. Beatrice jamani ametisha kinoma. Can I get some claps for her? Leila, labda utafute mmoja wa kupigania story. Nimempata mtu hapa, unajua wanasema sijui kuna Beatrice, kuna Charles, lakini naamini hata backbenchers wapo vizuri. Kuna mmoja nimemteua huyo na mtafuta mwenyewe. Mbona umeshangaa hivyo? Basi nilikuwa sikutaki wewe, lakini hatimaye nimekuja kwako. Salma. Unasomea combination gani? Nasomea medical laboratory. Kwa hiyo ina maana hili darasa ni la medical, si ndio? Naona ni medical tu, laboratory kila mtu, si ndio? Sasa nina swali moja kwako dada Salma. Hivi unachagua kati ya kuajiriwa au kujiajiri mwenyewe? Maana anajua watu wanafunguaga pharmacy zao wenyewe, au labda anakuwa amefungua clinic fulani. Wewe unachagua kipi, kuajiriwa au kujiajiri mwenyewe? Kujiajiri mwenyewe. Kwa nini unachagua kujiajiri mwenyewe? Kwa sababu watu wengi sasa hivi wamekuwa ni wakimaliza hivi wakisema za chuo ni ajira na kwa ngumu kutoka. Kwa hiyo ni bora ni ukimaliza kujiajiri, kama sasa hivi maabara zimekuwa nyingi. Watu wengi wanafungua maabara, kwa hiyo nitakapokuwa na elimu yangu nitaenda kufungua maabara kwa ajili ya vipimo. Sawa. Haya yalikuwa ni maoni ya dada Salma, na bado nafikiri tuna wengine wa kuweza kuwahoji zaidi. Okay, niko na dada yangu hapa. Kwa majina yako nani akuita vile darasani hapa? Zainabu, sauti kidogo Zainabu jamani, changamka. Zainabu nani? Hussein. Unaonekana kama vile pia ungekuwa actor pia ungetisha kinoma. Kuachana mbali na kozi ambayo unasomea right now, kitu kingine ambacho unaweza kuifanya to the fullest. Jamani asija karibu 5. Ukiacha kusoma. Talent gani ambayo nyingine mtatoka kulima. Nabo hapa anasema anaweza ni kulima sana kwa tena udaktari. Hapo tunategemea niambie shule the sky, what's going on? Tuna vitu vingi zaidi kwa ninyi wanafunzi, sababu wanafunzi watu ambao wanachuo ni watu ambao muda si mwingi mnaenda kuungana na jamii, si ndio hivyo? Lakini vizuri kujiandaa mapema kabla hujakutana na jamii. Hapa kwa chuo unaweza pia ukagundua kipaji chako, aidha kwa ukienda kwa jamii, kinista unakuwa wewe ni nani, unajitambua vizuri, si ndio?
Kwa hiyo kipindi hiki pia kinatoa fursa mbalimbali na uzuri kutembea Tanzania nzima. Kufuatilia kipindi hiki, mwenendo wa kipindi hiki na vipindi vingine ni hapo jina Gonna TV mtandaoni, utapata kipindi kikitoka mtakiona kule. Hiki ni kipindi chako pendwa, The Plug Campus Tour toka Gonna TV, kinatupa habari mbalimbali bila kujali kundilika ndani view, lecture na madent interview wanatililika. Homeboy siju kapima safari hii.